Mkuu wa Mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule ametangaza rasmi kuanza utoaji huduma maalum kwa siku 3 ikiwa ni lengo la kutatua kero mbalimbali za wananchi pamoja na kutoa huduma za kijamii bure. Itakuwa ni kusikiliza kero za wananchi ambapo taasisi zote za umma zitashiriki kazi hii. La pili ni kutoa taarifa kwa wananchi wa mkoa wa Dodoma na Tanzania kwa ujumla kazi iliyofanywa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika siku 100 ambazo amekuwa madarakani tangu alipoingia katika serikali ya awamu ya 6 muhula wa pili. Na tatu, kutakuwa na utoaji wa huduma kwa wananchi bure, kwa mfano kupima pressure, kupima ugonjwa wa kisukari, lakini pia kutakuwa na huduma za kihiari kwa wale ambao watapenda kutoa damu. Shughuli hizi 3 zimeunganishwa ili kufanya wanadodoma wapate fursa ya kutatuliwa kero zao ambazo zimekuwa zikiwakabili. Tunajua tumezipunguza sana kero nyingi, lakini tunafahamu kuwa kero za wananchi pia haziishi kwa sababu kila siku zinatokea mpya. Lakini pia utapata fursa hiyo ya kujua serikali imefanya nini siku 100 katika mkoa wetu wa Dodoma. Shughuli hii inategemea kufanyika katika eneo la Nyerere Square, mahali ambapo panafikika na watu wengi kwa urahisi, lakini tunategemea kuwa na taasisi zote za umma zilizoko katika mkoa wetu wa Dodoma. Kwa hiyo ni wito kwa wananchi wa mkoa wa Dodoma kujitokeza kuja kutumia fursa hii adhimu ambayo tumeiweka ili kuwarahisishia. Kama mtu anakuwa na shida na mambo ya barabara, lakini pale pale akaambiwa shida yako inamhusu mtu wa maji, atampata pale pale. Kienda kwa mtu wa maji akaambiwa hii shida inahusu NHIF, ataipata pale pale. Kienda pale akaambiwa kwako inahusu TANESCO, atampata mtu wa TANESCO. Hii inahusu halmashauri ya jiji, atampata mtu wa jiji. Kwa hiyo tutaifanya kazi hiyo kwa siku 3 mfululizo za kusikiliza, kutatua na kutoa utatuzi wa kero za wananchi, wakati huo wakiendelea kupata huduma nyingine mbalimbali za muhimu kwa wananchi wa Dodoma kupitia hospitali zetu zilizoko katika mkoa. Wote watakuwa na kambi ya kufanya huduma pale. Aidha, mkuu wa mkoa amesema mkoa unaandaa mfumo maalum wa kupokea, kusikiliza na kufuatilia kero kuanzia ngazi ya kitongoji hadi mkoa, huku taarifa za utekelezaji zikitolewa kila mwezi ili kuongeza uwazi na uwajibikaji. Naomba nitoe wito pia kwa taasisi za umma zote na watumishi wote waliopo katika mkoa wa Dodoma kuhakikisha kila mtu anawajibika kusikiliza kero, lakini tunategemea kama mkoa kutengeneza mfumo wa kuanzia ngazi za chini za kitongoji mpaka ngazi ya mkoa wa kupata taarifa za kero zinazosikilizwa na utatuzi wake katika ngazi zote, na tutakuwa tunazitolea taarifa kila mwezi. Lakini pia tunaanzisha utaratibu wa kusema mafanikio ya serikali na kazi zilizotekelezwa kila mwezi kwa mkoa wetu wa Dodoma. Ndugu watumishi wa umma na taasisi zote za serikali, tumewaona viongozi wetu wakifanya kazi hii kwa utashi mkubwa, wakiwa natuelekeza kwa vitendo namna sisi ya kufanya kazi hiyo. Na nitoe wito kila mtu kwa nafasi yake atimize wajibu wa kuwatumikia wana Dodoma kwa upendo, lakini mwisho wa siku walete tabasamu. Na tumekuja na kauli mbiu hii ambayo tuliwahi kuwa na kauli mbiu ilikuwa inasema kero yako wajibu wangu, lakini tumeona tuiboreshe kauli mbiu hii kutokana na matamanio na maelekezo na matakwa ya Mheshimiwa Rais wetu ambaye ametamani sana kuona Watanzania wakipata furaha kutokana na huduma wanazopata serikalini. Kwa hiyo kauli mbiu yetu inasema kero yako wajibu wangu, tabasamu na Samia. Hiyo ndio kauli mbiu tutakuja nayo, na siku 3 hizo nitoe wito kwa wanadodoma, kero zao ni wajibu wetu, watabasamu na Dr. Samia Suluhu Hassan. Karibuni sana, tuko tayari kuwahudumia. Niwaombe vyombo vya habari mtufikishie taarifa hizi kwa wananchi wote wa mkoa wa Dodoma ambao wanafikiri kati ya hayo 3 tuliyoyataja walau mmoja wapo hawezi kukosa la kuhudumiwa. Kama ana kero basi anataka kupima afya, kama hataki kupima afya basi aje asikilize mambo mazuri
yaliyofanywa na serikali. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mimi ni Ibrahim Jamali, Dodoma TV.